Sawa, Shilole ni mmoja kati ya watu ambao wamefika Queen J kuweza kumsupport mwanamke ambaye ni mjasiriamali. Tungependa kufahamu Queen J kabla kwa hii biashara umemfahamu before? Before squai. Nimemfahamu tu juzi alikuja kunifuata kama dada, nahitaji support yako. Una nguvu kubwa sana kwenye jamii. Naomba unisupport na mimi kwenye kazi yangu naifungua. Nikasema hamna shida, nije nikusupport kwa sababu mimi napenda kuona wanawake ambao wana uthubutu kwenye maisha yao. Ndio kama hivi nimekuja. Hii nguvu kubwa ya Shilole kwenye jamii huaga unaiona au watu wanakuambia? Kwa namna hivi? Yaani watu wanavyoniambia mimi tunazidi kuiona kwamba ni kubwa sana. Yes. Investment kwa wasanii zimekuwa chache, tunaweza kusema hivyo, kwa sababu majina au watu ambao tumekuwa tukiona kwenye vitu vingi hasa vya kitofauti ni watu wale. Unaizungumzaje pia utofauti wa dada huyu hapa ambaye sio kawaida kwa watu ambao ni maarufu kuonekana kwenye biashara? Nataka nione muendelezo, nisione leo alafu baadaye ikawa imekufa. Nataka nione muendelezo kwamba upo unaendelea mpaka siku zote, leo mpaka mwaka, miaka miwili, miaka mitatu. Sasa kwa tumefungua hivi alafu baadaye ikawa imekufa. Sitafurahia. Nataka, ndio maana nilimwambia before kama umefungua kitu unachokipenda, akasema ndio. Nikamwambia basi sawa. Kuna ushauri wote wa kibiashara ambao amekuomba labda kwa sababu uko kwenye biashara muda mrefu? Mwingi tu sana. Moja wapo ni kutokata tamaa kwenye biashara. Kuna ups and downs zipo kwenye biashara. Usije ukakaa mwezi mmoja labda unatengeneza wateja watu 3 4 ukasema labda hii biashara ngumu au watu wananifanyia vibaya. Hapana. Wakati mwingine ni majaribu tu ya Mungu kama kukuona kweli wewe uko sawa. Yeah. Sawa. Trending stories sasa hivi kwenye mitandao, mbali na wewe kuwa kwenye maisha ya kawaida ni msanii pia. Kuna kazi na Aslay inaenda vizuri pia, na tumeona ni mtu ambaye umekuwa ukimshauri mara nyingi sana kwenye vitu vichache. Umekutana pia na mmoja aliyekuwa mtu ambaye yuko kwenye mahusiano yake na kumshauri Aslay kwenye muziki wake sasa hivi, kwa sababu anaendelea kupambana kwa sababu anapenda kwenye jamii sana. Yes, aendelee tu kufanya vizuri na ametoa ngoma yake mpya anaitwa Nyanga Nyanga, aendelee kupambana, ngoma kali sana. Watu wanampenda bado. Yeah. Sawa. Shishi na Idris ni mmoja kati ya watu ambao nisema sema ni mdogo wako na mmekuwa kaka yangu. Mdogo gani? Ni mkubwa kwako? Idris mkubwa. Asijishawafu mambo ya kushusha miaka spend. Sawa, lakini hivi karibuni ameonekana akiwarushia dongo mastaa kwamba mna ustaa ambao mara nyingi umekuwa ukitumika kwenye vitu vingine vya kitofauti, hasa sio wewe. Lakini kuna lote kama dada ambao unaweza kulizungumza kutokana na hicho ambacho kinaendelea? Sijui ameongea nini that's why. Idris amesema kwamba mastaa mnasikika au mnatumia ustaa wenu kwa namna ya kitofauti vile ambavyo jamii inawafahamu. Yaani unakuwa star lakini unachokiongea kwenye vyombo vya habari na unachoenda kufanya kwenye jamii inakuwa ni tofauti. Unalipi la kuzungumza kuhusiana na hiyo? Ndio maana nasemaga sipendi unafiki. Kwa hiyo hicho hakitakiwi kufanyika. Unatakiwa ukienda kufanya kitu ambacho unakifanya kwenye jamii kiendane na kile ambacho umeenda kukiongea kwenye jamii. Usionekane huko unaongea kwenye media umeonekana kikubwa afu kwenye kulikwenda kukipeleka kinakuwa kidogo. Sio sawa. Sipendi Aslay Queen wa kipumbavu, neta Aslay Queen mavi. Nini cha kuwashauri pia hawa Aslay kwa sababu Idris ameonekana upumbavu tu. Aslay Queen nani Idris ameachana ukweli na ni kweli ndio wanavyoishi hivyo, lakini sio mimi. Yeah. Kama dada nataka niwaambie waache hayo mambo. Hizi kiki zisizokuwa na msingi zitawasaidia nini ambapo haziwezi kuwafikisha mahali popote. By the way utakuja kuishi maisha yako kawaida ambayo tunakuja kumbe ni wewe ndio unaishi hivi, mtu anashangaa. Sawa, kulitrend video ya Shishi anaonekana yuko real sana kwenye maisha yake ukiwa unanunua bra. Mwanamke nyonyo. Swala la bei. Bei ni 3500. Nasema kwamba mnanunua pale kwa kujificha. Mimi nimesema ukweli 3500. Kuna sababu gani kusema nimenunua hii bla labda milioni? Kuna bla milioni? Hao wenyewe wanawake wa juu kwa hawaje kuvaa bla milioni. Bla inaisha mwisho 200,000 labda 300,000 na yenyewe majina sana. Tusiseme uongo, hapa hamna mtu anavaa vitu vya bei kubwa. Hakuna. Kwanza Mtanzania labda sijui wasanii au matajiri ambao hawajionyeshi ndio wanavaa vitu vikubwa, lakini hao wengine hawana lolote. Baada ya hapa tuitegemee biashara nyingine kwa sababu Shilole mbali na kupika umekuwa ukitangaza vitu vingi kama issue ya massage na nini. Baada ya hapa tutegemee biashara nyingine na Shilole. Inshallah, usijali. Vyote ninavyovisema vinakuepo na viko kwenye program yangu. Yeah. Lolote la kuwashauri wafanyabiashara wa kike? Nachoweza kuwashauri wafanyabiashara wa kike ni kwamba kwanza waweke nguvu yao kwenye kile ambacho unachokiamini. Wasikiwe wepesi wa kukata tamaa. Mimi ningekuwa mwepesi wa kukata tamaa ningefunga Shish Food. Lakini mpaka leo nakomaa mwaka wa 3 na mimi ndio malkia wa nguvu. Thank you so much. Nini? Binti tu mdogo ambaye ameamua kujishughulisha na biashara ya utengenezaji wa kucha, pedicure, manicure, kuna kingine kusuka, wanasuka rasta tu. If you want to be like a beautiful girl, support to come as the African beauty,
So mimi kama nimeweza kuja hapa kumsupport, wewe nani ushindwe kuja kumsupport huyo binti? Ndio tunataka, hao ndio wanawake jasiriamali tunaowataka wanaojitokeza katika nchi yetu. Hawadangi, ila wanaamua kufanya kazi zao kwa kujituma kama hivi mnavyoona. Mungu ambariki sana. Nimeongea mengi sana. Basi naomba endelee naye binti wa watu unaweza kuzungumza kuhusu biashara yake. Tu umekuja kumsupport tu hapa. Mimi kipande sijapewa. Okay. Tuko na Queen J mwenye sehemu yake hii hapa kwa ajili ya pedicure, manicure, nails pamoja na braids. Kwanza Queen J, ambao kufahamu Queen J ni nani, jina lako halisi, na kwa nini umeamua biashara hii pia? Mimi naitwa Queen Peter Johnson. Biashara ya kucha, I think biashara ya kucha before nilikuwa naanza kufungua salon yenye vitu vingi, lakini nikaona kwamba target ya vitu vingi I think itapoteza ile mindset ya watu, wakashindwa kujua kwamba naenda kwa Queen J kufanya nini. Umeelewa? Kwa sababu kama sehemu nyingi zipo nyingi, nikasema nataka nifungue nails parlor, nails bar, ambaye mtu akija anapata huduma zote za kucha. Yaani hapa sio kutengeneza tu na kubandika. Pia kuna wale ambao wameharibika kucha, kuna watu wameweka unga sana, wametengeneza makucha na gundi zimeharibu kucha. Kwa hiyo tuna zile huduma na kuna zile dawa za kurudisha kucha zako zikawa kawaida, then ukaendelea na vitu kama kawaida. Okay, sawa. Kumekuwa kuna hii issue ya watoto mjini wanasema kwamba unapomwona mdada amefungua biashara, kuna mtu behind ambaye anahusika kwa asilimia kubwa kuweza kusababisha hichi kutokea. Kuna mkono wote wa mtu wako karibu kwenye biashara yako? Kama nani mfano? Mtu wako karibu kama mchumba wako? Yes. Amehusika vipi? Amehusika kwa namna gani? Ka-play part as a boyfriend, as fiancé. Ka-play part yake kwa muda wake, kwa uwezo wake na ukubwa wake. It's not kwamba eti ndo ka-play, kaleta wazo and everything, no. Ka-play part yake as a boyfriend, as kila mtu boyfriend wake anavyofanya. Kuna mwingine boyfriend wake anamdia rest week, that is his own party. Kuna mwingine boyfriend wake anamdia nguo. So kila mtu ana play part yake. So boyfriend wangu ka play part yangu, mimi kunisupport as much as he can.